Your faith will make you well. Your faith will promote your business. Your faith will give you breakthroughs. It is your faith that determines. The words we speak show our faith. Believe what your God is saying, because your God is saying something. Welcome for this glorious Sunday service. Mnakaribishwa kwa ibada hii kuu ya utukufu. Expect to receive something from the Lord. Tarajia kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Say amen. Sema amen. We are continuing with our teaching series. Tunaendelea na msururu wa mafundisho yetu. Understanding the new and better covenant. Kuelewa agano ambalo ni jipya na bora. Our God is a God of covenant. Mungu wetu ni Mungu wa agano. There was an old covenant. Kulikuwa na agano la kale. But there's a new covenant. Na kuna agano jipya. And we are told from scriptures. Na tunaambiwa kutoka kwa maandiko. It is not the same like the old one. Yani ya kwamba hii jipya si kama lile la kwanza. It's different. Zina tofauti. But it's better. Lakini ni bora zaidi. It's different but it's better. Ni tofauti lakini ni bora. So we live in a better covenant. Kwa hivyo tunaishi katika agano lililo bora zaidi. The more we understand it, na kadri tunavyolielewa, the more we benefit from its provision. Basi ndio tunaweza kufaidi kutoka kwa yale yanayopatikana katika ile agano. Let's read from Hebrews chapter 8. Waebrania 8. We read from verse 6 to 13. Naanza kifungu cha 6 mpaka 13. But now he that refers to our Lord Jesus Christ has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, which was established on better promises. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililokamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Verse 7. For if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingelitafutwa kwa lile la pili. Verse 8. Fungu cha 8. Because finding fault with them, so the covenant was not faulty, but there was fault with the people. Kwa hivyo agano halikuwa na shida, watu ndio walikuwa na shida. They could not keep it. Hawangeweza kuhifadhi hilo agano. They were not faithful to the covenant. Hawakuwa waaminifu kwa hilo agano. Because of that, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Maana awalaumupo asema, angalia, siku zinakuja asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Verse 9. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. The new covenant would be different. Ile agano jipya ni tofauti, but better than the first. Lakini bora kushinda lile la kwanza. Next verse. Fungu kingine. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, Mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins
and their lawless deeds I will remember no more. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Verse 13. Fungu cha 13. In that he says, a new covenant he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Praise the Lord. Amen. The church is not operating under two covenants. Kanisa halitembei katika maagano mawili. The church should operate on the new covenant. Kanisa linastahili kutembea katika agano jipya. The old covenant was only for the nation of Israel. Agano lile la kale lilikuwa tu kwa taifa la Israeli. It was an agreement between God and Israel as a nation. Ilikuwa ni makubaliano kati ya Israeli na Mungu. And God placed the law of Moses for the terms of the agreement. Na Mungu akaweka sheria ya Musa kuwa katika yale makubaliano. The new covenant katika agano jipya is for all people. Ni kwa watu wote. It's for all nations. Ni kwa mataifa yote. And that's the promise God gave to Abraham. As Paul says in Romans 1:16. Ndio maana Paulo anasema katika Warumi 1:16. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Sionei haya injili ya Kristo, or the good news about Christ. Ama habari njema kumhusu Kristo. It is God's power that saves everyone who believes. Kwa sababu ni nguvu za Mungu zinazookoa kila aaminie. First the Jew, kwanza Myahudi, and also the Greek. Na hata Wayunani. The Greek represents all nations. Wale Wayunani wanasimamia mataifa yote. First the Jew, because the gospel was first presented to them. Kwanza ni Myahudi kwa sababu injili ya kwanza ilikuwa ni yao. They were supposed to begin witnessing about Jesus first in Jerusalem. Kwanza ilibidi wamshuhudie Kristo Yerusalemu. In Judea, in Samaria, and to the nations of the world. Na kwa mataifa yote ya ulimwengu. And when he commissioned them to preach, na alipowapatia amri ya kuhubiri, they were to go to all the world. Walikuwa ni waende ulimwenguni kote. So the new covenant is for all nations. Kwa hivyo agano jipya ni la mataifa yote. Whosoever believes in Jesus enters into a covenant relationship with God. Yeyote aaminie katika Kristo Yesu anaingia katika agano jipya ama agano na Mungu. So we who have believed in the Lord Jesus Christ, kwa hivyo sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, we are in a covenant relationship with God. Tuko katika uhusiano wa kiagano na Mungu. And we are beneficiaries, na sisi tuwafaidi of the new covenant. Wa ile agano jipya. Somebody say I'm a beneficiary. Mtu aseme mimi ni mfaidi. There are benefits in the new covenant. Kuna faida katika agano jipya. It includes all that Jesus accomplished for us through his death, burial and resurrection. Inahusiana na yale yote ambayo Yesu alitutendea kupitia kifo chake na kufufuka kwake. Everything Jesus made available through his death, burial and resurrection. Kila kitu ambacho Yesu alikipeana kupitia kifo chake, kuzikwa na hata kufufuka kwake, is a benefit for us. Kwetu sisi ni faida. We don't need to pay for it. Hauhitaji kulipia. We don't need to work to get it. Hauhitaji kukifanyia kazi. It's available for us. Na kwetu sisi kiko kinapatikana because of being in a covenant relationship with the Lord. Kwa sababu tuko na agano na Mungu. So this morning I would like to look at two things that we should know and understand for us to enjoy the benefits of the new covenant. Kwa hivyo leo nataka tuangalie mambo mawili ambayo tunastahili kujua ili kwamba tuweze kufurahikia faida zile za hii agano. That is what we should know and understand. Kuna yale mambo ambayo tunastahili kujua na hata kuelewa. For us to enjoy the benefits available in the new covenant. Ili kwamba tufurahikie faida zile ambazo ziko katika hili agano jipya. Even though we have a covenant relationship with God. Ijapokuwa tuna uhusiano wa kiagano na Mungu. If we are ignorant, kama tukikosa kujua or certain facts about the new covenant, ya mambo fulani kuhusu agano hili jipya, we may miss to enjoy the benefit. Tunaweza kosa kufurahia zile faida. So what are these things? I'm just sharing two. Kwa hivyo haya mambo ni yapi? Nataka tuongee juu ya mambo mawili. The first thing we need to understand, jambo la kwanza tungestahili kuelewa, what God has placed between himself and us. Kile ambacho Mungu amekiweka kati yake na sisi.
as a basis for our relationship with him. ambacho ni msingi wa uhusiano wetu sisi na yeye. Now, we defined a covenant as an arrangement, Agano tunalieleza ya kwamba ni mpango, an agreement, a contract mpango ama kandarasi that is placed between two parties ambayo inafanyika kati ya watu wawili ama sehemu mbili, for the purposes of establishing a relationship between them. kwa sababu tu ya kwamba waweze kuwa na uhusiano kati yao. In a covenant, Katika agano there is something placed between the two parties, kuna kitu ambacho kimewekwa katikati ya wale watu wawili, which becomes the basis for their relationship. ambacho kinakuwa msingi wa uhusiano wao. Praise the Lord. Amen. You can call it terms of the covenant. Unaweza ukaita masharti ya lile agano, The things that have been agreed upon. yale mambo ambao wamekubaliana. God said, this is my part, this is your part. Mungu anasema hii ni sehemu yangu na hii pia ni sehemu yako. It's an agreement between two parties. Ni makubaliano kati ya sehemu mbili. So there is something put between them. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kimewekwa katikati, Placed between the two parties kimewekwa katikati ya wale watu wawili, as the basis for their relationship. ambacho kinakuwa msingi wa uhusiano wao, For us to enjoy the benefits in the new covenant, ili kwamba tuweze kufurahia faida katika agano hili jipya. we need to understand Tunahitaji kuelewa what God has placed between him and us kile ambacho Mungu amekiweka kati yetu na yeye, as the basis for our relationship. ambacho ni msingi wa uhusiano wetu. Another way to put it this way: Njia nyingine ambayo tunaweza kuieleza, on what grounds are we to be accepted and blessed by God in the new covenant? je, sisi ni misingi gani inayotufanya tukubalike na Mungu katika agano hili jipya? It's not what we think, Sio kile it's tunachofikiri, what is in the covenant. ni kile ambacho kiko katika yale maagano. On what grounds Ni misingi gani? is a believer accepted Ni misingi gani ambayo inamfanya muamini akubalike and blessed by God? na abarikiwe na Mungu? Because people have come up with their own kind of things. They think, if I do this, God will bless me. Maana watu wametengeneza njia zao wenyewe ya kwamba nikifanya hivi Mungu atanibariki. But what is it that God has placed between himself and us Lakini ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka kati yake na sisi, as the grounds for him to accept us ambacho kinakuwa msingi kwake yeye atukubali as his own people kama watu wake, and him as our God? na yeye awe Mungu wetu? And then God usually blesses his people. Alafu Mungu huwa anabariki watu wake. God blesses his people. Mungu hubariki watu wake. Somebody say, I am blessed. Mtu aseme God nimebarikiwa. blesses his people. Mungu hubariki watu That's wake. the first thing he tells Abraham when he called him. Hicho ndicho cha kwanza alichomwambia Abrahamu Come alipomuita, out of your father's house. toka nyumba ya baba Come yako, out of your kindred. toka katika ya watu wako, And go to the place I will show you. enda mahali ambapo nitakuonyesha, And I will bless you. nami nitakubariki. God blesses his people. Mungu hubariki watu wake. When God accepts someone, he blesses that person. Mungu anapomkubali mtu basi humbariki. So what are these grounds Kwa hivyo hii misingi ni gani that God has placed between himself and us ambayo Mungu ameiweka kati yake na sisi in the new covenant? katika hili agano jipya? In the old covenant, Katika lile agano la God kale, placed the law of Moses Mungu aliweka sheria ya Musa between him and the nation of Israel. kati yake Mungu na taifa la Israeli. If you obey his commandments, Akasema kama ukitii hizi amri, if you keep his laws, ukizitii hizi sheria, then these blessings, basi hizi they baraka will come to you. zitaambatana They will nawe, overtake you. zitakujaza. You'll be blessed as you go out. Utabarikiwa You'll be unapotoka, blessed as you return. utabarikiwa Your unapoingia, storehouse shall be blessed. magala yako The yatabarikiwa. blessings were proclaimed over Israel Yaani baraka zilitangazwa juu ya in Israeli terms of the obedience to the law. kulingana na kutii kwao kwa Mungu. The thing that God placed between him and Israel was the law of Moses. Kile kitu ambacho Mungu alikiweka kati ya Mungu na Israeli ni sheria ya Musa. That's Deuteronomy 28. Katika kitabu cha Let's just look Torati at a 28. few verses. Tuangalie Let's look verse 1 to 3. tuangalie kifungu cha kwanza hadi cha tatu. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God and to observe carefully how many of his commandments? All of them, which I command you today, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. He will distinguish you. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii
kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. He will accept you and bless you and position you above all nations of the earth. Atakukubali na akubariki, akuweke juu ya mataifa yote. Verse 2. Kifungu cha 2. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you do what? You obey the voice of the Lord your God. That's the reason why the blessing will manifest. Keep the part, you are part of the covenant. Yani kuna baraka kwa nini, kuna sababu kwa nini baraka zitapatikana tu utakapoweka ama kutii sehemu yako ya hili agano. There was no confusion there. Hakukuwa na mchanganyiko hapo. How to be blessed as an Israelite. No confusion. Yani hakukuwa na kuchanganyikiwa kama ulikuwa ni ubarikiwe. You keep all the commandments, utunze sheria zote, the blessing will overflow in your life. Na baraka zitaambatana nawe maishani mwako. Praise the Lord. Amen. Look at verse 3. Kifungu cha 3. Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the country. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Anywhere you are, it works for you. Yani popote pale ulipo, hii baraka itakufikia. Praise the Lord. Amen. Because you are blessed of the Lord. Kwa sababu umebarikiwa na Bwana. And if you read all the way to verse 14, it's a pronouncement of blessings. Na ukisoma mpaka kifungu cha 14, yote yanayotangazwa ni baraka. And in case enemies come against you, say they will scatter 7 ways. Na anasema kama adui wakikujia watatawanyika kwa njia 7. The blessing is protecting and prospering them. Yani ile baraka inalinda na inafanikisha. As long as they play their part. Kama tu ukiweka sehemu yako. This is a covenant relationship. Huu ni uhusiano wa kiagano. Play your part. Fanya sehemu yako na haya yatakutendekea. But in case they fail, lakini kama ukishindwa, look at verse 15. Angalia kifungu cha 15. If they fail to keep the covenant, ukikosa kushika ama kusikia agano. You see, the first one he began by saying it shall come to pass. Pale mwanzo alianza na kusema itakuwa, it will happen, itafanyika. Now this one also he says but it shall come to pass. Hapa pia anapo anasema litafanyika. If you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokuja laana hizi zote na kukupata. And you know, God is a covenant keeper. Na unajua Mungu anaweka agano. So as long as they went by his commands, kwa hivyo kadri walivyofuata amri zake, he blessed them, aliwabariki. And if they broke the commandments, na walipovunja zile amri, he punished them. Aliwaadhibu. When he was punishing them, he was keeping the covenant. Alipokuwa akiwaadhibu, hapo pia alikuwa anadumisha agano. Does it mean he didn't love them? Haimaanishi kwamba hakuwapenda, but he was keeping the terms of the covenant. Lakini alikuwa anaweka sehemu yake ya agano. If God would fail to punish them for their disobedience, then he would be breaking the covenant. Kama Mungu angekosa kuadhibu kwa yale makosa waliofanya, basi angekuwa hafuatilizii lile agano. So that's how it was in the old covenant. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika agano la kale. You keep the law, you are blessed. Ushike sheria, ubarikiwe. You break it, uvunje sheria, you experience the curse. Basi unapata laana. But that's not our portion in Jesus' name. Lakini hiyo si sehemu yetu katika jina la Yesu. So it's important for you and me to know what has God blessed between him and us in the new covenant. Kwa hivyo ni vyema sana na ni muhimu ujue ni kitu gani Mungu amekiweka kati yake na sisi katika agano jipya. Now in the new covenant, katika agano jipya, which we are told is different, ambao tunaambiwa ni tofauti and is better, na ni bora. God has not placed any law. Mungu hajaweka sheria yoyote. God has not put any regulation. Mungu hajaweka matakwa yoyote. God has not put any rules. Mungu hajaweka sheria zozote. But he has placed between himself and us his son Jesus Christ. Lakini kati yake na sisi ameweka mwanawe Yesu Kristo. What has God put between him and us? Ni nini Mungu ameweka kati yetu? Jesus Christ. Kati yetu na Mungu aliyeko ni Yesu Kristo. Between us and God is the Lord Jesus Christ. Kati yetu na Mungu aliyeko ni Yesu Kristo. What has God put between himself and us is his son
Jesus Christ. Ni nani Mungu amemweka kati yetu na sisi? Ni mwanawe Yesu Kristo. He is the basis for our relationship with God. Ndio msingi wa uhusiano wetu sisi na Mungu. Jesus Christ alone Yesu Kristo peke yake is the basis of our relationship with God. ndio msingi wa uhusiano wetu na Mungu. In the new covenant, Katika Agano Jipya, the grounds on which we relate with God is faith in Jesus Christ. yani msingi ambao tutautumia kuweza kuwa na ushirika na Mungu ni imani katika Yesu Kristo. On what grounds are we accepted Ni kwa misingi gani sisi tunakubalika and blessed by God? na kubarikiwa na Mungu? It's on the grounds of placing faith in the Lord Jesus Ni Christ. katika msingi wa kuweka imani katika Yesu Kristo. If you place faith in the Lord Jesus Christ, Unapoweka imani yako katika Yesu Kristo, you are accepted by God unakubalika na Mungu and you are blessed. na unabarikiwa. Somebody say, I am blessed. Mtu aseme nimebarikiwa. The law of Moses is no longer the basis for being accepted and being blessed by God. Sheria ya Musa sio msingi wetu sisi kukubaliwa na kubarikiwa na Mungu. Is no longer the means of acceptance. Sio msingi tena ambao unatufanya sisi tukubalike. Where we read in Hebrews chapter 8 verse 13, Katika kitabu cha Waebrania 8:13 we are told the law is now obsolete, tunaambiwa ya kwamba ile sheria sasa ni kuu haiko. which means it's no longer in use. Hiyo inamaanisha haitumiki tena. It's no longer in use as a means of being accepted by God, Yaani haitumiki tena kama msingi wa kukubalika na Mungu, but is in use lakini inatumika to drive people to Christ. kuleta watu katika Kristo. Is in use to Inatumika show people how sinful they are, kuwaonyesha watu jinsi walivyo na dhambi, especially the self-righteous, hasa wale ambao wana haki yao wenyewe. the people who think they are good enough for God. Kuna watu ambao wanajifikiria kwamba wao wametosha mbele The za law Mungu. is useful for them. Yaani hiyo sheria kwao ina To faida. show them the standard is too high. Kuwaonyesha ya kwamba kile kiwango kiko juu You zaidi. need to come to Jesus. Wanahitaji kumjia Yesu. Praise the Lord. Amen. So the grounds for us to be accepted and blessed by God is faith in the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo msingi wa sisi kukubalika na kubarikiwa na Mungu ni katika imani yetu kwa Yesu Kristo. It's not observing certain regulations or rules. Yaani sio kufuata sheria fulani au masharti fulani. Churches could have their own standards. Kanisa yanaweza kuwa na viwango vyao. Whether standards of commitment, Kuna viwango vyao vya or kujitolea, standards of dressing, kuna viwango vyao vya mavazi, standards of behavior. kuna viwango vyao vya tabia, But if you are this level, ya kwamba ukifika kiwango you hiki are qualified. basi wewe umetosha. Praise the Lord. Amen. But God has his own standards. Lakini Mungu ana viwango vyake. It's Jesus Christ. Kiwango chake ni Yesu Kristo. Shout hallelujah. Amen. Romans chapter 3 verse 20. Warumi 3:20. 20 and 21. 20 na 21. Romans chapter 3. Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hakuna mwenye mwili atakayekubalika. Kuhesabiwa haki inamaanisha umekubalika. Kwa kutii sheria hakuna anayekubalika. You cannot be accepted because you are keeping the law. Yaani hauwezi kubalika kwa sababu unatii sheria. The law is no longer in use Sheria haitumiki tena. in terms of using it to be accepted by God. Yaani haitumiki tena ili kwamba uweze kukubalika na Mungu. Let's read that from the New Living Translation, verse 20. Tusome hicho kifungu kutoka kwa Romans tafsiri ya chapter New 3. Living. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. Is that clear enough? Je, hiyo iko wazi? No one. Tell your neighbor, no one. Hakuna. There are no special cases. Yaani hakuna yeyote. Hakuna special cases. No one. Hakuna No yeyote. one can be made right with God. Hakuna mwenye anaweza kupewa haki na Mungu. No one can be accepted by God Hakuna mwenye anaweza kukubalika na Mungu by just keeping the commandments, kwa kutii sheria, by following certain regulations, kwa kufuata masharti by fulani, keeping certain rules. kwa kutii sheria fulani. No one can qualify by behavior. Hakuna mtu anaweza kufikia hicho kiwango kwa tabia yake. Praise the Lord. Amen. Because the law simply shows us how sinful we are. Kwa sababu sheria inatuonyesha
jinsi tulivyo wenye dhambi. It shows us how not good we are. Inatuonyesha jinsi sisi sio wema. You are not good enough. Wewe huna wema wa It's not kutosha. showing you that you are bad. It's showing that you are not good enough. And I like the Swahili song, Sina wema wa kutosha. Praise the Lord. Amen. Ila damu yake. Amen. Praise the Lord. So you are not good enough. Yaani hautoshi. So don't zero on your behavior as a means of being accepted by God. Kwa hivyo usiangalie tabia yako na ukaona hiyo ndio inakufanya ukubalike na Mungu. If you qualify yourself by behavior, the next moment you disqualify yourself by that same behavior. Kama basi ukiona unatosha kwa sababu ya tabia yako, baada ya muda utajiona kwa hiyo tabia hutoshi. Because your behavior goes up and down. Kwa sababu tabia yako inabadilika. Today you relate well with people. Tomorrow you are annoyed with them. Leo unashirikiana vyema na watu na kesho unakasirikiana nao. You refuse to pick their calls. Unakataa kushika simu zao. The same you. So if God should rate you by your behavior, you will fail. Kwa hivyo Mungu kama atatumia tabia yako utashindwa. Because one day somebody is an angel, tomorrow is a devil. Kwa sababu siku moja mtu fulani ni malaika mzuri kabisa, siku ile nyingine ni pepo. So maybe when he's an angel, by his behavior he's accepted. Then he becomes a devil, is rejected. Kwa hivyo pengine ule wakati ambapo ana tabia nzuri ni malaika anakubalika, akianza kuwa na tabia mbaya shetani anakataliwa. So he lives a Christianity of feelings. Kwa hivyo anaishi Ukristo wa hisia. He feels he's okay with God, the next moment he feels he's not okay with God. Anajisikia mara hii yuko sawa na Mungu na mara hii nyingine hayuko sawa na Mungu. No one can ever be accepted by God by keeping the law. Hakuna anayeweza kukubalika na Mungu kwa kuitii sheria. It is no longer the grounds for acceptance. Sheria sio msingi tena wa kukubaliwa na Mungu. We are not saying the law is bad, but it's no longer the grounds for acceptance. Hatusemi ya kwamba ile sheria ni mbaya, lakini tunasema haitumiki tena kama msingi wa kukubalika. It is no longer what is between us and God. Yani sicho kile ambacho kiko kati yetu na Mungu as grounds of acceptance and his blessings. Ambacho kinafanya msingi wa sisi tukubalike na tubarikiwe. Verse 21. Kifungu cha 21. But now, tell your neighbor, but now. Mwambie jirani sasa. There is something different now. Kuna kitu tofauti. The law is not, then what is the way? Yani sheria sio msingi, kwa hivyo njia ni gani? Nobody can qualify by the law. Now, how do we qualify? Yani hakuna anayestahili. Sasa tunastahili vipi? But now God has shown a way to be made right with him without keeping the requirements of the law. Shout hallelujah. Amen. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. It's no longer the law. Sio sheria tena. So I say God has shown, there is a way God has revealed. Kwa hivyo anasema Mungu ameonyesha a way to be accepted, ameonyesha njia ya kukubalika by God na Mungu without keeping the requirements of the law. Pasipo kutii sheria. Let me put it this way. Wacha niseme hivi. You see, the law is an exam of perfect behavior. Yani sheria ni mtihani wa tabia kamilifu. And some people know just 10 commandments. Na wengine wanajua tu amri 10, but there are many other laws and regulations. Lakini kuna sheria nyingine na masharti mengine. Put together there are 613. Zote hizo sheria na amri ukiziweka pamoja zinafika 613. The 10 commandments and other laws and regulations. Amri 10 za Mungu na sheria na masharti. You only know thou shall not lie or others. Wewe unajua tu ya kwamba usidanganye. There are others. Kuna nyingine. Praise the Lord. Amen. That includes how you dress also. Ambazo pia zinalingana vile unavaa vipi. How you treat your neighbor. Love your neighbor as yourself. Yani jirani yako unampenda vipi? Unampenda kama unavyojipenda. Praise the Lord. Amen. I told you this rich ruler thought that he had fulfilled the law. Niliwaambia kwamba huyu tajiri aliona kwamba yeye ametekeleza sheria yote. And he asked Jesus. Akamuuliza Yesu, what should I do to enter the kingdom of God? Akamuuliza Yesu, nifanye nini niweze kuingia katika ufalme wa Mungu? Under the old covenant, katika ile agano la kale, the answer is, jibu ni keep the law. Tii sheria. Jesus told him, keep the law. Yesu akamwambia, tii sheria. He said, I have kept it from my youth upwards. Akamwambia, nimeitii tangu utotoni mpaka sasa. How do I lack?
Sasa ni nini kimepungua? Jesus told him, Yesu akamwambia, there's one you're not keeping. kuna mmoja haujatii. You are not loving your neighbor as yourself. Haumpendi jirani kama nafsi yako. You are very rich, Wewe ni tajiri but they are sana, poor neighbors. lakini kuna majirani You are not maskini. sharing your wealth with them. Wewe hauwapatii utajiri wako. So go and sell everything you have. Kwa hivyo enda uuze kila kitu And go and ulicho nacho. distribute to the poor. Enda ugawanyie maskini. And then come and follow me. Alafu njoo sasa The unifuate. man was offended. He went away sad. Yule bwana akaudhika na akaenda akiwa na Because he huzuni. knew he was disqualified. Maana alijua sasa hapo hatoshi tena. Praise the Lord. Amen. The standard of perfect behavior is the law. Yaani kile kiwango cha tabia iliyo kamili ni Bwana And Yesu. there are 613 questions you must get right. Na kuna maswali 613 ambayo Thou unastahili shalt not lie, kuyajibu tick. sawa. Usidanganye, tick. Praise the Lord. Amen. Now the problem is this. Shida ni hii. In James 2 verse 10, Katika kitabu cha Yakobo 2:10 we are told if you keep all of them but offend in one, tunaambiwa ya kwamba ukizitii sheria zote lakini uvunje moja tu. how many have you broken? The person Umevunja. who keeps all of the laws, that means out of 613, he keeps 612. Except one is as guilty as the person who has broken all of God's laws. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. He has answered correctly 612. Amejibu sawa maswali 612. But just one of them, Lakini moja tu, thou shalt not lie. usidanganye. He said, no, I hate to lie because they would have sacked me. Hapa anasema mimi hapa imebidi nidanganye maana ningefutwa kazi. He said, you have failed the exam. Anasema mtihani umeanguka. The only person who passed that exam is the Lord Jesus Christ. Yule mtu ambaye alipita huo mtihani kikamilifu ni Yesu He Kristo. fulfilled the law. Alikamilisha sheria Praise yote. the Lord. Amen. The best of men, Yani yule mzuri kabisa the katika wanadamu. Pharisees Wale mafarisayo and the scribes, na wale the waandishi, doctors of the law, wale wana they sheria failed the exam. walishindwa na mtihani. Jesus said Yesu to akasema the other people, kwa wale wengine, if your righteousness does not exceed that of Pharisees and scribes or Sadducees, ya kwamba haki yenu isipozidi ile ya mafarisayo na masadukayo, you will not enter the kingdom of God. hamtaingia katika That means ufalme you're wa not Mungu. qualified. Hiyo inamaanisha hamjatosha. You know what that means? Hiyo You're inamaanisha in a class katika darasa and there are students who are very good. kuna wanafunzi ambao ni wazuri. In fact, before the teacher finishes teaching the topic, they're already discussing at the same level with the teacher. Yaani kabla mwalimu amalize kufundisha, wao tayari wamefikia kile kiwango cha mwalimu. While you are still floating, Wewe bado you unang'ang'ana. even don't know where they started and where they are going. Hata hujui walianzia wapi na wanamaliza Now vipi. this top student is given the exam Lakini huyu kijana mzuri anapewa and mtihani he scores a 0. na anapata 0. And then they ask you, are you ready to take the test? Alafu anakuuliza, yule mzuri amepata 0, je, What pia will you utafanya? say? You say, no, please. Unasema hapana, Excuse tafadhali. me, I will not take the Tafadhali, test. huo mtihani sitafanya. Praise the Lord. Amen. So you see now, the Pharisees and the scribes were the best in terms of knowing the law and keeping it. Mafarisayo na masadukayo na wale waandishi walikuwa ni wazuri kabisa katika kuweka sheria. And Jesus disqualified them. Lakini Yesu akasema He said- bado, He said they have failed the test. akasema So wameanguka. if your own performance does not exceed their own, you cannot qualify. Kwa hivyo wanasema kama utendaji kazi wako haupiti ule wa Mafarisayo, If you don't score more than them, you are not qualified. kama wewe hauwezi kushinda wale Mafarisayo, basi But haustahili. you thought they were qualified. Lakini wewe ulifikiria You wameshinda. thought they were keeping the law perfect. Ulifikiria kwamba wanaitii sheria vizuri. Jesus said your righteousness must exceed their own. Yesu akasema haki yenu lazima izidi ile haki ya Mafarisayo. How do you think that those people felt? We are finished. Unafikiria wale jamaa walifikiria vipi? If the Wamekwisha. Pharisees and the scribes are not qualified, where is our place? Where is our position? Yaani unajua, yani walisema kama Mafarisayo na Masadukayo na waandishi bado hawatii sheria vizuri, sisi kwisha. Then comes the good news. Sasa ndio kunakuja habari That njema there is one who scored 100%. ya kwamba kuna mtu aliyepata 100%. And he has made available a way to qualify without taking the test. Na ametengeneza njia ambayo unaweza ukashinda hata bila kukalia mtihani.
If they ask you how many are willing to go for the other way, will Ukiulizwa anyone refuse? wangapi wako tayari kutumia hii njia nyingine, Through what Jesus has done, he has provided a way of being qualified without sitting for the test. yaani kupitia kile Yesu alichokitenda, ametengeneza njia ya kwamba unastahili pasipo kupita ama kukalia ule mtihani. That's the way of the grace of God. Hiyo ndiyo njia ya neema ya That's Mungu. what God has placed between us and himself. Na kile ndicho kitu Mungu amekiweka kati yake na sisi. You don't need to sit for the test. Hauhitaji kukalia mtihani. Just believe in the Lord Jesus Christ Amini tu Yesu Kristo. and you are qualified. Na wewe umestahili. You are accepted by wewe God. unakubalika. You are blessed by God. Unabarikiwa na Mungu. Shout hallelujah. Amen. Look at verse 22 of Romans chapter 3. Tuangalie kifungu cha 22 cha Warumi 3. Verse 22. Warumi Of Romans chapter 3:22. 3. And it says, we are made right with God, or we are accepted by placing our faith in who? In Jesus Christ. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Is there a comma or a full stop there? After that, what do we have? Tuna nini baada ya hayo maneno? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Is it plus another thing else? Je, kuna kitu kimeongezewa hapo? Praise the Lord. Amen. Does he take faith in Jesus plus something else? Je, inasema ni imani katika Yesu Kristo na kinaongezea kitu kingine? Plus a few selected and very necessary rules Pamoja na sheria kiasi na masharti kiasi fulani that we need for checks and balances. ambayo yataweza kukufanya yani uwe na mambo ya We kurekebisha. can't just leave the whole law. Yani huwezi acha sheria yote. Now that's not what God has placed between himself and us. Hicho sicho kile Mungu amekiweka kati yake na sisi. Tell your neighbor, it is faith in Christ alone. Mwambie jirani, ni imani katika Yesu peke yake. It qualifies you without passing the test. Inatustahilisha bila kukalia mtihani. It qualifies you to be accepted by God without going through the test. Inakustahilisha kukubalika mbele ya Mungu hata pasipo kukalia ama kupita ule If mtihani. you want to qualify for perfect behavior, you must take the test. Kama unataka ustahili kwa tabia yako, basi lazima ufanye mtihani. And you must score everything or nothing. Na ni upate kila kitu ama ukose kila kitu. Praise the Lord. Amen. Shout aloud, amen. Amen. We are made right with God, or we are accepted and blessed by God by placing our faith in Jesus Christ. Full stop. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Tunakubalika na kubarikiwa na Mungu kupitia imani katika Kristo, na hiyo imetosha. Galatians 2 verse 16. Wagalatia 2:16. Galatians 2 verse 16. Wagalatia 2:16. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Praise the Lord. Amen. So there are some people who are in Christ, kuna watu ambao wako katika Kristo and they are accepted by God. Wamekubaliwa na Mungu. But sometimes Lakini mara nyingine they think wanafikiria that they are not worthy before God. Some, wengine they came up with another agreement with God. walifanya makubaliano mengine na Mungu. Every week I will fast 2 days. Ya kwamba kila wiki nitafunga mara And mbili. then one day they fail to fast. Alafu siku moja wanashindwa And they kufunga. feel now God is not happy with Sasa them. wanaanza kujisikia Mungu. They are the ones who brought the agreement. God has only one. Yaani Mungu ana moja. Every covenant is initiated by God, not man. Yaani kila agano linaanzishwa na Mungu. Either for Abraham, for Israel, for the new covenant, God is the one who initiates a covenant. Ya Abrahamu, ya Waisraeli ama agano jipya, Mungu ndiye anayetengeneza And he's the agano. one who determines the terms. Na yeye ndiye anayeweka masharti. But now you have brought your own. Lakini sasa umeleta masharti yako mwenyewe. Somebody called me and said, I want to enter into a covenant with God. Mtu fulani alinipigia akaniambia, nataka kufanya agano na Mungu. So what are the terms? Kwa hivyo masharti They ni come gani? up with their own terms. Walikuwa wanatengeneza masharti I'm yao going to wenyewe. fast 2 days a week. Nitafunga mara Then mbili God will kwa wiki. bless me. Mungu God will atanibariki. prosper me. Mungu Then atanifanikisha. the day they don't fast, Siku ile wanakosa kufunga because they have introduced plus kwa sababu faith in Christ plus fasting, wamesema imani katika Kristo na kisha God wakaongezea accepts me. Mungu The atanikubali. day fasting is missing,
lakini wakati hakuna they kufunga have this feeling that God is not happy with them. wanaanza kujisikia ya kwamba Mungu God hafurahi. may not answer their prayer. Mungu hatajibu maombi yao. I'm told there are some people who don't come on Wednesday because they have no fasted. They Nasikia don't kwamba want to come because God may be annoyed. It's fasting day and you have no fast and you are coming to church. naambiwa kuna watu ambao hawaji siku ya Jumatano kwa ushirika kwa sababu hawajafunga. You should come to church whether you have fasted or not fasted. Unakuja kanisani kama umefunga ama hujafunga, Because fasting is not a law. kwa sababu kufunga si sheria. Neither did God tell us to fast every Wednesday. Ana hata Mungu kwanza hakutuambia tufunge kile We are the Jumatano. ones who put that schedule for ourselves. Sisi ndio tulijiwekea hiyo ratiba wenyewe. It's not a condition between us and the Father. Si sharti ya ambayo iko kati ya sisi na Mungu. So you are free to come on Wednesday even if you are not able to fast. Kwa hivyo Jumatano hata kama hujafunga njoo kanisani. Praise the Lord. Amen. Shout hallelujah. Amen. It is faith in Christ alone. Ni imani katika Kristo peke yake. Don't put plus something. Usiongezee, Don't add something to the requirement. usiongeze jambo lolote kwa hilo sharti. So yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law or any other regulation or condition. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law. For no one will ever be made right with God by obeying the law. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. So God accepts us in the new covenant based on our faith in the Lord Jesus Christ alone. Kwa hivyo Mungu katika agano jipya anatukubali kwa kupitia imani yetu katika Kristo Yesu. If you believe in the Lord Jesus Christ Kama ukimwamini Yesu Kristo and you are born again, na umeokoka, God has accepted you Mungu amekukubali and God treats you accordingly. na Mungu anakutekelezea vyema, He blesses you. He anakubariki. is your God Ni Mungu and you wako are His child. na wewe ni mtoto And wake. that's as far as it goes. Yaani hivyo ndivyo ilivyo. Faith in Christ alone Imani katika Kristo Yesu peke yake makes God accept us. inamfanya Mungu atukubali. Let me read this scripture from New Living Translation, Acts 13, verse 38 and 39. Wacha tusome hichi kifungu katika Acts 13, Matendo ya Mitume verse 13 38 and 39. 38 na 39. Brothers, listen. We are here to proclaim that through this man Jesus, there is forgiveness for your sins. Everyone who believes in him is declared right with God, something the law of Moses could never do. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki katika Torati ya Musa. Verse 39, everyone who believes in Jesus, Yeyote anayemwamini Yesu Kristo, everyone who believes in him, that is Jesus, is declared right with God, yeyote anayemwamini Yesu Kristo anahesabiwa haki na Mungu, or is justified from all things, anahesabiwa haki kutoka na mambo or yote, is accepted by God. anakubalika na Mungu, Something the law of Moses could never do. kitu ambacho sheria ya Musa haingefanya. Nobody could pass the perfect behavior test. Hakuna mtu ambaye angeweza kupita ule mtihani wa tabia nzuri. So that covenant could not work. Kwa hivyo hilo agano halingeweza kufanya God kazi. introduced a new one and a better one. Mungu akaleta agano jipya na bora zaidi. Jesus took the test and scored 100%. Yesu akafanya ule mtihani na akapata 100%. And now everyone who believes in Jesus Na yeyote sasa anayemwamini Yesu, is qualified, yeye anastahili, is accepted, anakubalika, is blessed. anabarikiwa. So if you think that God no longer accepts you, Kwa hivyo kama unafikiria kwamba Mungu
hakukubali tena. It's just in your mind. Iko kwa akili yako tu. You just think the way I spoke to that brother, Unafikiria venye nilimzungumzia yule ndugu, I think God is very mad with me. nimekaa kama kwamba Mungu He may not answer my prayers. hata jibu maombi yangu. I have to do something for him to reaccept me. Lazima nifanye kitu ili anikubali tena. But that's what is done. Lakini hivyo Before ndivyo we start a prayer meeting, they say, let us repent. kabla mwanze maombi, unasikia watu wanasema tutubu Let's kwanza. confess our sins, because the big man is not happy. We have committed some things that he is no longer going to hear us. Na tukiri dhambi zetu, maana yule Mungu mkuu, basi kuna mambo tumefanya ambayo yatafanya asisikie maombi yetu. Brethren, let's lift up our voices and confess all our sins and the sins of the whole country and Wapen- all the leaders in government. Wapendwa, tuinue sauti zetu na tukiri na kutubu dhambi zetu na dhambi za viongozi na dhambi za nchi So yetu that yote, he may hear our prayers. ili kwamba aweze kukubali Because maombi as yetu. it is now, he is not going to hear. Kwa sababu vyenye iko sasa hata tusikia, We stand rejected. kwa sasa hatukubaliki. Before him we are not accepted. Mbele zake Let's hatukubaliki. do something to be accepted. Na tufanye kitu fulani ili So tukubalike. that now he can hear our prayers Ili kwamba sasa atusikie and maombi yetu answer our prayers. na tujibu. Can you see that? Unaona hiyo? So we are saying Kwa hivyo tunasema hivi, that faith in Christ imani katika is not Kristo enough. haitoshi. Let's check how we are behaving. Na tuangalie tabia zetu zikoje. Because God may be checking our behavior, how we talk to other brothers Kwa and sababu sisters. Mungu kuna uwezekano Mungu anaangalia tabia zetu. Yule ndugu tuliongea na yeye vipi? Are we saying good behavior is not good? It's good. Je, tunasema ya kwamba tabia nzuri si nzuri? But in the new covenant, it is not on the table. Lakini katika agano jipya hiyo sio msingi. On the table for agreement is Jesus Christ. Kile ambacho kiko kama msingi wa makubaliano ni Yesu Kristo. Between God and man, there is only one man, Jesus Christ. Kati ya Mungu na mwanadamu kuna mtu mmoja tu, Yesu Kristo. The Bible says there is only one mediator between God and man. Na Biblia inasema kuna mtu mmoja tu anayefanya makubaliano kati ya mwanadamu na He Mungu. is the man, Christ Jesus. Na ni yeye Yesu Kristo. He's the mediator Yeye ndiye anayefanya between makubaliano God and man in the new covenant. kati ya mtu na Mungu. So when we begin to have these thoughts, Unapoanza kuwa na haya which mawazo produce corresponding feelings, ambayo yanaleta hisia that we begin to feel we are far from God. ambazo zinaanza kutufanya tujisikie tuko mbali God na has Mungu, changed his mind about us ya kwamba Mungu amegeuza nia kutuhusu because of our imperfect behavior. kwa sababu ya tabia zetu ambazo si nzuri. By the way, nobody will ever have perfect behavior Hakuna mtu atakuwa na tabia kamilifu nzuri as far as God is concerned. kulingana na Mungu. The standard of perfect behavior is the law. Kile kiwango cha tabia nzuri ni sheria. It has 613 questions. You must get all of them right. Kuna sheria 613 na zote maswali yote ni If ujibu you sawa. fail in one, Ukikosa you moja score 0. unapata sufuri. Praise the Lord. Amen. Why do people think like that? Kwa nini watu wafikirie namna There are hiyo? two reasons. Kuna sababu mbili. Number one, Jambo la kwanza, you are ignorant of the grounds on which God accepts us. haujui misingi ambayo inamfanya Mungu atukubali. You are ignorant Haujui of the grounds on which we are accepted and blessed by God. haujui misingi inayotumika ili kwamba sisi tukubaliwe na Mungu. When you start thinking that your behavior counts in how God accepts you, then you are ignorant of the grounds that God accepts us in the New Testament. Unapoanza kuona ya kwamba ni tabia yako ndio inakufanya ukubalike mbele za Mungu, hiyo inamaanisha hauijui ile misingi inayotufanya tukubalike na Mungu katika Agano Jipya. Somebody is wondering, how can we not follow the law? Mtu anauliza, kwa nini, yani tunawezaje kukosa It kutii didn't sheria? work. Haikuwezekana. To those who it was given, it failed. Wale waliopewa sheria God hawakuziweza. says, now God says, I'm going to make a new one. Na Mungu anasema nitatengeneza And it's going ingine. to be different. Nitatengeneza ingine And it's tofauti going to be better. na itakuwa bora. That nobody is going to be accepted by following the law. Ya kwamba hakuna mtu ambaye atakubalika kwa kufuata sheria. It's only by faith in Jesus Christ who fulfilled the law. Ni kwa kuweka imani katika Yesu Kristo aliyeitimiza sheria. It's not about what we think works. Sio ile tunafikiria inatenda kazi. It's what we know from the Bible works.
ni kile ambacho tunakijua kutoka kwa Biblia kwamba kinafanya That's kazi. what we saw there. Na hiyo ndio In tuliona Galatians 2:16. katika Wagalatia For we 2:16. know that. Maana tunajua hivi. Take us there before we come back here. Tupatie Wagalatia tena. We know from the scriptures, Tunajua kutoka kwa not maandiko. from how we are thinking. So if Yes. you think you are no longer accepted, Kwa hivyo kama unafikiria kwamba hukubaliki tena, you are no longer worthy because of ABC you have done or failed to do, haustahili kwa sababu ya 1, 2, 3 ambalo umefanya ama umekosa kufanya. the first reason is you may be ignorant of the grounds on which God accepts and blesses his people. Sababu ya kwanza ni kwamba unaweza kuwa haujui msingi unaomfanya mtu akubalike na abarikiwe na Mungu. The grounds is faith in his son Jesus Christ. Msingi ni imani katika mwanawe Yesu Kristo. Praise the Lord. Amen. In that where we read Acts 13:39, everyone who believes. Kila anayeamini, 38, sorry. kila anayeamini. Take us there again. Verse, 38, 39. Brothers, listen, we are here to proclaim that through this man Jesus there is forgiveness for your sins. 39. Everyone who believes in him is what? Declared right. Is accepted. Kila yeye aliyemwamini afanya nini? Anahesabiwa haki, anakubalika mbele za Bwana. Uliza jirani yako, je, umekubalika au unajaribu kubalike? Kuna watu wanajaribu wakubalike. They are in big trouble because it's only by believing in Jesus. Wana shida maana tunakubalika kwa kupitia kuamini Yesu Kristo. The second reason why you may be thinking that way. Sababu ya pili nayo inakufanya unafikiria namna hiyo. The first reason you may think that God is far, he will not answer your prayer, you have to confess all your sins. Ile sababu ya kwanza ambayo inaweza kufanya ufikirie Mungu yuko mbali, hata una dhambi, hata jibu maombi yako. For your information, your sins were already given through Christ. Ili kukujulisha dhambi zako zilisamehewa kupitia Yesu Kristo. That's what he began by saying verse 38. Acts 13:38. Hivyo ndivyo tunaambiwa katika Matendo ya Mitume 13:38. Brothers, listen. Ndugu, We are here to proclaim that through this man Jesus there is what? Forgiveness for your sins. basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. I think the only thing you need to understand here is for which sins, which ones? Yaani kile ambacho unastahili kuelewa hapa ni dhambi zipi? Is it the ones before I got saved? Je, ni zile dhambi nilizofanya kabla niokoke, Or the ones after I'm born again? ama zile ambazo ninafanya baada ya kuokoka? For your information, Kwa kukujulisha, when Jesus took away the sins of the whole world, Yesu alipochukua ama alipoondoa dhambi zote za ulimwengu, all my sins, dhambi zangu zote, all your sins dhambi zako zote were in the future. zote zilikuwa huko They mbele, were not yet committed. hazikuwa zimefanywa. When Jesus presented his blood Wakati Yesu alipopeana damu yake to procure forgiveness for the sins of the whole world, ili kwamba apate msamaha wa dhambi za ulimwengu all wote, my sins, all your sins, dhambi zangu zote na they zako were in the future. zote zilikuwa bado Because you were not hazijafanywa. yet born. Hukuwa umezaliwa, We had not committed sin, number one. hatukuwa tumefanya dhambi ya kwanza. When Jesus was taking all your sins. Yesu alipokuwa akiondoa dhambi zote, So which ones did he take? kwa hivyo alichukua zipi? Which ones did he forgive? Ni zipi Tell alisamehe? your neighbor all of them that were in the future. Mwambie zote ambazo zilikuwa mbeleni. Are there still future sins? Je, bado kuna dhambi huko mbele? Are there future sins for you and me? Je, mbele zetu kuna Yes, dhambi tell your tena? neighbor, yes, they are there. Mwambie jirani ziko, Because somebody here is going to lie tomorrow. kwa sababu kuna mtu hapa kesho atadanganya. And if that one has not been forgiven, Na then kama- Jesus, you have to come and shed his blood Na again. hiyo basi, kama Yesu Kristo hajasamehe, itabidi arudi amwage damu tena. Praise the Lord. Amen. And if you're planning some sins, you stop that plan. Na kama una mpango wa kufanya dhambi, achana na huo mpango. Praise the Lord. Amen. If you're planning some, I think next week I'm going to commit some 3. Kama unafikiria wiki ijayo nitafanya dhambi kaa 3 hivi, Every sin you commit has consequences. kila dhambi unayoifanya basi ina matokeo yake, Even though God has forgiven you. ijapokuwa Mungu amekusamehe. If you keep on lying, people lose trust in you. Kama ukiendelea tu kudanganya watu, hata kuamini tena. It will affect you directly. Yaani hiyo itakudhuru, It's not affecting God. haitamdhuru God Mungu. has settled the issue of sin through Jesus. Mungu mambo ya dhambi ameshamalizana But nayo, it will affect you. lakini wewe itakudhuru. If you keep on behaving in a bad way, it's going to affect you. Kama ukiendelea kuwa na tabia mbaya, itakuletea shida. But as far as God is concerned, all your sins
were counted on Jesus and he was punished on your behalf. Lakini kulingana na Mungu, dhambi zako zote ziliwekelewa Yesu, na Yesu akapokea adhabu yote. So if you are thinking Kwa hivyo kama unafikiria that God is no longer accepting you, ya kwamba Mungu hakukubali, number 2 reason, jambo la pili ama sababu ya pili, you may have forgotten unaweza kuwa umesahau that you are not accepted because of our perfect behavior. ya kwamba hatukubaliki kwa sababu ya tabia yetu iliyo kamilifu. Umepitiliwa. Ukianza kuona Mungu hakupendi kwa sababu ya vile uliongea na brother fulani au vile ulitenda kosa kutenda, umesahau kuwa Mungu hakukubali kwa sababu ulikuwa unatenda wema. Praise the Lord. Amen. You have forgotten that you are not accepted because you had a perfect behavior. Yaani unasahau ya kwamba Mungu hakukubali kwa sababu una tabia njema. You were accepted because you believed in the Lord Jesus Christ. Ulikubalika kwa sababu ulimwamini Yesu Kristo. If God had assessed you by your behavior, you score 0. Yaani Mungu angetumia tabia yako ili akukubali, ungepata 0. You have forgotten that you refused to take the test. Yaani umesahau kwamba ulikataa kuchukua ama kufanya mtihani. After the best student in your class got a 0. Baada ya yule mwanafunzi mzuri katika darasa kupata 0, And they ask you next, you say no, pass. wakakuuliza haya bado mwingine, sasa ukasema hapana hapana. And then you are given the good news. Alafu ukapewa habari That njema. by the way, there is some good news Ya here. kwamba kuna habari njema. There is something Jesus has done. Kuna kitu Yesu amefanya. That has provided a way Ametengeneza njia to be accepted by God without taking the test. ya kuweza kukubaliwa na Mungu pasipo kufanya This mtihani. way has nothing to do with the 10 commandments. Hii njia nyingine haihusiani kwa vyovyote na amri It 10. has nothing to do with how you are behaving. Haihusiani na tabia zako. It is only by believing in Jesus Ni Christ kwa kumwamini tu Yesu Kristo that you are counted righteous. na wewe unahesabiwa haki. Now that's where you began. Na sasa hapo ulianza. Everybody in Christ began with this place of believing in Jesus and what he has done. Kila mmoja alianzia mahali pa kumwamini Yesu Kristo na kile alichokifanya. For by grace you were saved. Kwa sababu kwa neema Through uliokolewa faith, kupitia imani, not of your works. sio kwa matendo It's a yako, gift of God. lakini ni kibali cha Mungu. Praise the Lord. Amen. So sometimes you forget that's where you began. It's a journey of faith. Yaani mara nyingine unasahau ya kwamba pale ulipoanza ilikuwa ni safari ya imani. You believed in Jesus Unamwamini and Yesu you are accepted. na ukakubalika. And now you disagree with your brother Na sasa unakosa and kubaliana you na think ndugu. God has now rejected. Unaanza kufikiria Mungu You amekukataa. have forgotten Umesahau that you are not accepted because you have a perfect behavior, ya kwamba haukubaliki kwa sababu ya tabia yako kamili, but because of your faith in the Son of God. lakini kwa sababu ya imani yako katika mwana wa We Mungu. are saved by grace. Tunaokolewa kwa neema. That simply means Hiyo inamaanisha there is something God did kuna kitu Mungu alitenda independent of us ambacho yani hakituhusishi sisi, that provided salvation. ambacho kimeleta wokovu. Grace means Neema inamaanisha hivi. God is giving us something we are not qualified for. Mungu anatupatia kitu ambacho hatustahili. We cannot kupokea. earn it. Yani hatustahili. We do not deserve it. Hatustahili. While we were still sinners, God gave Jesus to die for our sins. Maana tulipokuwa bado tuko wenye dhambi, Mungu alimtoa Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Salvation is free. Wokovu ni bure. I've told you before, even those who are crooks, they don't charge people for getting born again. Have you heard anyone? Nimewaambia hata wale ambao ni majangili. Kuokoka shilingi 5 weka kwa madhabahu shilingi 5 kuokoka. Umesikia mahali? No, everybody knows it's free. To be saved is free. Wokovu ni bure. When it comes to healing, they say you must drop something on the altar for healing to happen. Lakini wakati ni uponyaji unaambiwa lazima uweke kitu kwa madhabahu ili upone. Praise the Lord. Amen. We are saved by grace. Tumeokolewa kwa neema. We receive salvation by faith. Tunapokea uokovu kwa imani. So you cannot qualify yourself by behavior. Neither should disqualify yourself by behavior in the sight of God. Kwa hivyo mbele za Mungu huwezi kustahili kupitia tabia yako, na huwezi pia kukosa kustahili kupitia tabia Are yako. we encouraging bad behavior? No. Work on your behavior. Je, tunasema tusiwe na tabia nzuri? Hapana, tuwe na tabia nzuri. Allow the Spirit of God and the Word of God to change how you are behaving. Wacha neno la Mungu libadilishe tabia yako. But God has accepted you Lakini Mungu ameshakukubali because now in Christ you're a new creation. kwa sababu katika Kristo wewe ni kiumbe kipya. So does God accept us when we behave right or reject us when we misbehave?
Je, Mungu Anybody who can answer? Je, Mungu hutukubali wakati tunapokuwa na tabia nzuri na kutukataa wakati tuko na tabia mbaya? There are people who quote some scriptures. Kuna watu ambao wana kariri maandiko I saw one fulani. on Facebook. Niliona moja katika That Facebook. husband, if you mess up with your wife, God will not hear your prayers. He will block them immediately. Ya kwamba wewe mume unapokosana na mke wako, maombi yako Mungu hatayasikia. You say you dwell with them according to knowledge. You honor your wife or respect her. Otherwise, God will not hear your prayer. Anasema yani ukae na wao kwa akili na uwaheshimu, maana ukikosa kufanya hivyo Mungu hatakusikia maombi That yako. simply suggests that if I mess up with my wife, God is going to reject me. I'll be careful. Hiyo inamaanisha nikikosana na mke wangu basi niwe mwangalifu, maana Mungu hatasikiza maombi The yangu. understanding on that verse is that Kuelewa kwa hicho kifungu ni hii. if you are in conflict with your wife, Ni kwamba kama umekosana na mkeo, you cannot agree in prayer together. hamwezi mkakubaliana katika maombi. Praise the Lord. Amen. There's no way after you have exchanged words and listen, now let's pray now. Hamwezi kuwa mmekosana alafu sasa useme na tuombe. It doesn't work. You may say wrong things. Haitafanyika. Unaweza anza kuomba maombi ambayo sio. You may make dangerous proclamations against yourself. Unaweza ukaanza kufanya matangazo ambayo ni kinyume chako na ni So hatari. it's your prayer together that will be hindered. It won't work. It can't happen. Kwa hivyo Because you are in a disagreement. ni kule kuomba kwenu kwa pamoja ndiko hakutafanyika, maana hamjakubaliana. It will hinder your prayer together as a couple. Yaani itawafanya mkose kuomba pamoja kama mke na mume. Not that now God will reject the husband. Sio kwamba Mungu hatasikiza And hilo then if ombi. you don't change, Usipogeuka heaven is shut for you. ya mbingu zinafunga. Praise the Lord. Amen. God does not accept us when we behave right and reject us when we misbehave. Mungu hatukubali tunapokuwa na tabia nzuri na kutukataa tunapokosea. Because our behavior is no longer the basis for acceptance with God. Kwa sababu tabia zetu sio msingi wa kukubalika kwetu mbele za Mungu. That is not what is on the table. Yaani sio hiyo ambayo inatumika tena. It is Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. And faith in Christ Na imani katika Kristo makes you accepted. inakufanya ukubalike. Does God accept us for right behavior or for right believing? Je, Mungu anatukubali kwa kuamini vyema ama kwa kuwa na tabia njema? It's for right believing, which means believing in who? In Jesus Ni Christ. kwa kuamini kuliko kwa sawa, na ni kumwamini Yesu Kristo. Let's quickly look at number 2 as we go fast and round up. Number 2. We're looking at 2 things you should understand. Tunaangalia mambo Benefits from the mawili. new covenant. Tunaangalia mambo mawili unayostahili kuyajua na kuyaelewa ili uweze kufaidi kutoka kwa agano jipya. Number 2, we should understand our part in the new covenant. Jambo la pili, tuelewe sehemu yetu ama jukumu letu katika hili agano jipya. Understand our part in the new covenant. Tuelewe jukumu letu ama sehemu yetu katika agano jipya. A covenant demands response from the beneficiaries. Agano linahitaji ya kwamba yule anayefaidi pia naye awe na sehemu yake. God makes some undertakings. Mungu ana sehemu yake. But there are responsibilities on the beneficiaries. Lakini kuna majukumu ya yule anayefaidi. For Israel, Kwa Israeli they were to respond by keeping the law. walikuwa jukumu lao ni kufuata sheria. Look at what they said in Exodus 24, Tuangalie vile walivyosema katika kitabu cha verse 7 and 8. Kutoka 24. How 7 should na we 8. respond in the new covenant? Katika agano jipya sisi tunafanya nini? What is our part Sehemu yetu ni gani in the new covenant? katika agano jipya? Look at Exodus 24, verse 7 and 8. Kitabu cha Kutoka See how 24, 7 na Israel. 8. Then he took he took the book of the covenant and read it aloud to the people. Again, they all responded, we will do everything the Lord has commanded, we will obey. Kisha akakitwaa kitabu, huyo ni Musa, cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, wakasema hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. So their response was to keep the works of the Lord. Jibu lao ama sehemu yao ilikuwa ni kutii sheria ya Mungu. Let's look at this covenant God made with Abraham. Genesis 17.
tuangalie agano ambalo Mungu aliliweka kati yake na Ibrahimu. From verse 3 to 8 you see God's commitment or his undertaking. Mwanzo 17:3 tunaona sehemu ambayo Mungu alipeana. At this Abraham fell face down on the ground. Then God said to him, Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, this is my covenant with you. I will make you the father of a multitude of nations. God is making some undertaking. Mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Hiyo ni sehemu ya Mungu. Let me read the next two verses. You don't need to because of time. What's more, where are we? Verse 5. What's more, I'm changing your name. It will no longer be Abraham. Instead, you'll be called Abraham, for you will be the father of many nations. Next verse. I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations, and kings will be among them. So let's just move on to verse 9 now, because if you read up to verse 8, you see what God committed himself to do. Kuanzia mstari huo mpaka wa 8, Mungu alisulia kufanya mambo fulani. Amen. Kuanzia mstari wa 9, then God said to Abraham, your responsibility is to do what? Obey the terms of the covenant. So that was his part. This is your part. Kwa hivyo Mungu anamwambia hii ni sehemu yako. But for you, this is your responsibility. Wewe hili ni jukumu lako. You and all your descendants have this continual responsibility. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako. Verse 10. Fungu cha 10. This is the covenant that you and your descendants must keep. Each male among you must be circumcised. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Verse 14. Fungu cha 14. Verse 14. Any male who fails to be circumcised will be cut off from the covenant family for breaking the covenant. That's how serious it was. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. If you don't play your part, you miss the benefits of the covenant, you are cut off. Usipofanya sehemu yako, basi unaondolewa katika agano na unakosa kufaidi. You are broken the covenant. Umevunja agano. Verse 22. Kifungu cha 22. See how Abraham responded. When God had finished speaking, he left Abraham. 23. On that very day, Abraham took his son Ishmael and every male in his household, including those born there and those he had bought. Then he circumcised them, cutting off their foreskins, just as God had told him. Ibrahimu akamtwaa Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani mwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote wa watu wa nyumba ya Ibrahimu, akawatahiri nyama ya govi yao siku ile kama Mungu alivyomwambia. So that was their response to what God put on the table for them. Kwa hivyo ndivyo ilistahili wafanye kulingana na agano. For Abraham. Kwa Ibrahimu. They responded. Now, what is our response? Abrahamu alifanya hivyo. Na sisi tufanyeje? Actually, I like the English Standard Version. It says, as for you, you shall do this. Katika tafsiri ya verse 9 version inasema nyinyi mtafanya hivi. Let's look at that from English Standard Version, verse 9, before we head on to look at the new covenant. Verse 9, as for you. Now, he has already said, I will. Tayari ya Mungu amesema mimi nitafanya. I will make you this. I will do this. Then he says, as for you, you shall keep my covenant. Na anasema wewe utashika agano. So what is our own responsibility to be beneficiaries in the new covenant? Kwa hivyo sisi sehemu yetu ni gani ili tuweze kuwa wafaidi katika hili agano? Praise the Lord. Amen. What are we supposed to do? Tunastahili kufanya nini? We are supposed to continually tunastahili kuendelea grow in the knowledge of Christ, kuendelea kukua katika kumjua Yesu and what he has done for us, na yale ambayo ametufanyia, and live accordingly. Na tuishi sawa sawa. I'm talking about growing because we need to increase in our knowledge. Naongea juu ya kukua kwa sababu tunahitaji kuongezeka katika ufahamu wetu. We are to increase in our knowledge. Tuongezeke katika ufahamu wetu. Christ and what he has done for us. Katika kumjua Kristo na kile ambacho ametutendea. And then we live accordingly. Alafu tuishi sambamba ama sawa sawa. Now that you believed in Jesus, sasa
kwa sababu tumemwamini You Kristo. are now in a covenant relationship with God. Uko katika agano na Mungu. So what next? Kwa hivyo ufanye nini? You are now in a covenant relationship with God. Uko katika agano na Mungu. And there are things that Jesus has made available for us through his death, burial, and resurrection. Na kuna mambo ambayo Mungu ametupatia kupitia kifo cha Yesu Kristo na kuzikwa na kufufuka. So what else are we to do? Kwa hivyo tufanye nini tena? To keep on enjoying the benefits of the new covenant. Ili tuendelee kufurahia faida za agano jipya. We are to keep on finding out Ni tuzidi kutafuta from the scriptures kutoka kwa maandiko what is there for us, ni kuna nini kwa ajili what yetu, Christ has done for us. kile Yesu ametenda kwa ajili Then yetu. believe it Alafu tuamini and live accordingly. na tuishi sawasawa na kile ambacho And that tumeamini. is living by faith. Na hiyo ni kuishi kwa imani. We are to respond positively Sisi ni tujibu vyema to the truths about Christ and his finished work. kwa ule ukweli wa kazi ya Yesu aliyoimaliza. Responding positively is our faith. Yaani tukijibu ama kujibu sawa ni kwa imani yetu. We can't just be there. Hatuwezi tu We kusimama must be pale. learning Lazima tuwe tunajifundisha about Christ juu ya Yesu and what he has accomplished for us. na kile ambacho ametutendea. And then we make it part of our lives. Alafu tukifanye kuwa sehemu ya maisha yetu. We were having a discussion yesterday in a training session. Tulikuwa na mazungumzo wakati wa mafundisho fulani. And we are talking about the issue of people not benefiting Tulikuwa tunaongea juu ya ukosefu wa watu kufaidi. from the word of God. Watu wanakosa kufaidi kutoka kwa neno la Mungu. So why are people just hearing and nothing is happening? Kwa nini watu wanaendelea tu kusikia na hakuna kinachofanyika? Because you don't profit by hearing. Kwa sababu haufaidiki tu kwa kusikia. You profit by mixing what you have heard with faith. Unafaidika kwa kuweka kuchanganya kile ambacho umekisikia na imani. That means you respond positively to what you are hearing. Hiyo inamaanisha unatekeleza sawa na kile ambacho umesikia. After you heard something about Jesus and what he has done for you, Baada ya kusikia kile ambacho Yesu ametenda kwa ajili yako, what are you doing about it? unafanya nini? Do you just go home Je, unarudi tu and nyumbani continue with your life na unaendelea tu na maisha as if nothing was said? kama kwamba hakuna What do kilichofanyika? you do about it? Unafanya nini? It will not profit until you respond positively to it. Hautafaidi mpaka utende sawa na kile ulichokisikia. And that's the call we have. Na huo ndio mwito tulio We nao. need to grow in the knowledge of Christ. Tunahitaji kukua katika Let's ufahamu know him better. na tumjue zaidi Let's know what he has done for us better. na tujue alichotufanyia zaidi And let's use what we have known. na tutumie kile ambacho tumeshakijua Let's live according to the knowledge of Christ na tuishi sawa na ufahamu wa Yesu and Kristo his finished work. na ile kazi Then there aliyoimaliza. will be a visible change. Alafu kutakuwa na mabadiliko ya The kuonekana. prosperity of God will be clear in our life. Ufanisi wa Mungu maishani mwetu utaonekana. But if you just keep on hearing Lakini kama tukiendelea and kusikia writing notes na kuandika notes and going home na kurudi and nyumbani closing the book na kufunga vitabu until next Sunday, mpaka we Jumapili come and ijayo, hear another one tunakuja tunasikia and tena, we write down, we tunaandika, close the book. tunafunga Nothing kitabu, is happening hakuna kitu because kitafanyika. nothing can happen Maana hakuna kitakachofanyika until you mix the word with faith. mpaka uchanganye neno na imani. Faith means you respond positively Imani inamaanisha unatenda kulingana na to neno, what you have heard about Christ and what he has done for you. kulingana na kile ambacho umesikia juu ya Yesu na kile ambacho Yesu amefanya. Praise the Lord. Amen. How did you get saved? Uliokoka vipi? You heard the good news. Ulisikia habari You njema, responded ukajibu, positively. ukakubali. That's faith. Hiyo ni imani. You are called possibly, Uliitwa pengine, if it is in a church service, kama ilikuwa ni ibada and you are kanisani, led through a prayer of confession. na ukaongozwa katika ombi la You kukiri. definitely took a step Ulichukua hatua to receive Christ, kumpokea Yesu, to invite him into your heart. kumkaribisha katika moyo wako. So the same way every other good news we hear, Kwa hivyo kila habari njema we tunazozisikia should take a step. ni tuchukue We should hatua. receive it. Lazima tulipokee. Praise the Lord. You should receive the good report. Lazima tupokee hizo habari And then njema. respond to it Alafu tutekeleze by making adjustments. kwa kufanya marekebisho. Let it change how you are talking. Na tubadilike katika kule kunena, Let it change how you are acting. na ibadilishe pia matendo yetu. Then your profiting will appear to all. Basi faida yako itadhihirika kwa Praise wote. the Lord. Amen. Can we break the new covenant?
Je, tunaweza vunja hii agano Can a jipya? Christian break the new covenant Je, Kristo anaweza kuvunja hili agano so that jipya God will reject him ili kwamba Mungu amkatae and not accept him? na akose kumkubali? I'm talking about somebody in Christ. Ninaongea juu ya mtu aliye katika Can he Kristo. do something and break the covenant? Je, kuna kitu unaweza ukafanya ukalivunja hili agano? We cannot break the covenant because we are not involved in signing it. Sisi hatuwezi vunja agano maana hatujahusika katika kutia The sahihi. covenant was between God and his son Jesus Christ. Agano lilikuwa ni kati ya Yesu, kati ya Mungu na mwanawe Yesu Kristo. And we are beneficiaries. Sisi ni wafaidi tu. And but if you fail to live by faith, Lakini ukikosa kuishi kwa imani, we do not break the covenant. hatuvunji We agano, are still God's children. bado ni wana wa Mungu. If you lie, do you cease to be a child of God? Je, ukisema uongo unakosa kuwa Do mtoto you wa need to be Mungu? born again? Je, unastahili kuokoka tena? You lied, come I lead you to Christ again. Ulisema uongo, njoo nikuombee sala ya toba We know it tena. doesn't work like that. Haifanyiki hivyo. While you are lying, you are still a child of God. Hata ukidanganya bado ni mwana wa Mungu. Praise the Lord. Amen. But when you do not live a faith life, Lakini unapokosa kuishi maisha ya imani, you miss to enjoy the benefits of the covenant, unakosa kufaidi ile mambo yanayotokana na agano, which includes healing, ambayo ni kama it uponyaji, includes deliverance, ukombozi, it includes prosperity, ufanisi and all the blessings of God. na baraka zote za Mungu. You fail to have them made manifest in your life Unakosa kuzipata zidhihirike maishani mwako, because you are not living maana hauishi sawa, according to the agreement. huishi sawa na yale Faith in maagano. Christ Imani katika Kristo to enter, and inayokuingia, then faith in Christ imani katika to Kristo continue. ya kuendelea. Saved by faith, Umeokolewa kwa and imani you live by faith. na unaishi kwa You imani. came into Christ by faith. Ulikuja kwa Kristo kwa You imani live in Christ by na faith. unaishi katika Kristo kwa imani. Faith is your response, Basi ya imani ndiyo njia yako ya kujibu, your good response to the good news. ndiyo sehemu yako katika habari How you njema. respond to the good news Zenye unajibu zile habari is njema your faith. ni imani. Positive response is your faith. Yaani kujibu kwako ni kwa imani. If you just ignore it, Ukikaa tu na you ukatae, just don't bother, yaani that usipojishughulisha, could lead to unbelief. hiyo itakufanya ukose kuamini. Unbelief definitely will deny you enjoyment or the benefits of the new covenant. Kukosa kuamini kutakufanya ukose kufaidi yaliyoko katika agano jipya. Therefore, are you in faith or in unbelief? Je, uko katika imani ama uko katika kutokuamini? Somebody say, I'm in faith. Mtu aseme niko katika imani. Let's receive the word. Tupokee neno Let's go sit down na tuende and tukae evaluate ourselves. na tujiangalie. Now that I have had this, Na sasa vyenye nimesikia hii, how do I ought to live? mimi nastahili kuishi How vipi? should I talk? How should my language be? Niongee, maongezi yangu yawe vipi? How should I face circumstances of life? Based on this truth that I've received, Kulingana na ukweli ambao nimepokea, how do I conduct myself when there are challenges? basi wakati kuna changamoto nifanye nini? How do I relate with other people? Ninaweza kujihusisha vipi na watu wengine? If you do that, Ukifanya hivyo, you will profit from what you are receiving from the gospel. utafaidi kutokana na kile ambacho unakipokea kutoka kwa Injili. May your profiting be appear to all in Jesus' name. Amen. Somebody shout aloud, amen. Amen. Say, I am accepted Sema nimekubalika and I am blessed na nimebarikiwa by God. na Mungu. And I will live by faith Nitaishi kwa to imani enjoy the benefits ili kufaidi of the new covenant, zile which faida includes good health, ambazo ni afya njema, protection, ulinzi, prosperity, ufanisi and all other blessings. na baraka zingine They will zote follow me and overtake me. zitanifuata na kunipita. May the blessings of the new covenant follow you and overtake you in Jesus' name. Amen. That is how God treats people he accepts. Yaani kuna vile Mungu huwafanyia wale watu He wanaowakubali, blesses them. anawabariki. He is their God. Yeye ni Mungu He wao, helps them. He anawasaidia, shields them. He fights their battles. anapigana vita vyao And he gives them the victory. na anawapatia ushindi. This week, Wiki hii enjoy that treatment. wewe I say enjoy that treatment. wewe sherehekea. When God accepts you, he treats you accordingly. Mungu anapokukubali anakutendea vyema. So expect that treatment. Kwa hivyo tarajia. Mungu anapokubali mtu, kuna vile anamtendea, ni kawaida yake. Amen. Anzi na wewe. Hivyo ndio alifanyia Israel. Amen. Ukifata mambo yangu, leo mambo yake ni Kristo, imani katika Kristo, si ndio? Amen. Ukifata sema hizi baraka hizi, unaona hizi zita overtake. Amen. Anywhere you go, you make it.
Nobody made it here. You go there, you make it there. Amen. But you must not forget you are blessed Usisahau umebarikiwa because of Jesus. kwa sababu ya Yesu. Rise up on our feet. Tusimame. And why don't you give him thanks for the blessings you're going to encounter this week? Kwa nini? They're going to be made manifest in your life this week. Umshukuru Mungu kwa zile baraka ambazo zitadhihirika maishani mwako. Umebarikiwa kwa sababu ya Yesu. Amen. Umebarikiwa kwa sababu ya imani yako ndani ya Kristo. Amen. Unapata uponyaji kwa sababu ya imani yako ndani ya Kristo. Amen. Put your faith in Christ, Weka imani yako katika Kristo. not in that false prophet. I believe you are blessed by this ministry through the ministration of God's word. And you too can be a blessing to this ministry, Ambassador Chapel, by giving offering to support the spreading of the true gospel of Christ through this ministry. And you can use the following details below to give towards supporting this ministry. And the Lord bless you as you do that in Jesus' name.